Jambo, najua mko salama. This morning we are privileged to have one of our legend ambaye ameanzisha games karibu zote ini na Nyuki, atupatie story yetu. Ni baba yetu ametulea sisi wote, na watoto wake ni marafiki zetu, akina Mosh, akina Moiro, akina Ndesh, wote ni marafiki zetu na tumelewa nao pamoja. Tuko na mzee si mwingine bali ni Mr. Wachira Sporty ambaye ni baba yetu na tunamheshimu. Tuko pia na our gold medalist ambaye anaitwa Abdul Ramadhan. Tuko na Mokuria ambaye tunamuita Daddy Kush, na tuko na Alex Alepe hapa ambaye pia ni coach na pia alikuwa boxer. Watatupatia story nyingi, lakini kwanza hebu mzee ambaye baba yetu atupatie history yake kidogo, na venye aliingia na Nyuki, venye alianzisha sports zote huku, from athletics to football to hata netball alikuwa ana facilitate mpaka boxing. Hata tupatie hiyo story. Dad, welcome. Yes. Tupatie story kidogo ulianzisha venye uliingia hii na Nyuki. Tunafurahi sana kukuona. We are very happy to be with you around here today. Okay, thank you very much. Asante sana. Kama mlivyoambiwa, jina langu John Wachira, lakini sana najulikana kama Wachira Sports. Nilikuja mji wa Nanyuki mwaka wa 1978. Na nilitoka Nakuru. Yes. Nilifanya interview hapa Nanyuki Town Council mwaka wa 1977. Yes. Lakini nilikuja kuanzisha kazi ya sports mwaka wa 1978. Nilipokuja Nanyuki, nilikuta Nanyuki michezo ilikuwa ni historia. Na nilijaribu sana upande wa stadium, kurekebisha stadium, lakini haikufanyika kama ilivyo kawaida katika sheria ya mambo ya michezo. Stadium ilikuwa iko na shida gani kidogo? Stadium shida ambayo ilikuwa Medistad, imewekwa upande wa Russia, na uwanja wenyewe hasa the running track imewekwa opposite ya vile inavyotakikana. Lakini kwa kuwa town council haikuwa na pesa, tulivumiliana na tukaendelea. Na nilipokuja pia Nanyuki, nilianzisha mambo ya boxing, mambo ya football, mambo ya netball, volleyball. Na nilipokuwa pia hapa Nanyuki, mwaka wa 1977, nilipokuwa Nakuru, nilienda kuchezesha mpira wa Gor Mahia na timu ilikuwa Black Mamba. Yes. Na nilipokuwa na Nairobi, tukajua na marehemu George Aplodeda ambaye alikuwa ni stadium manager. Yes. Na nikamuuliza kama tunaweza kuwa na friendly match between Nakuru na Nairobi. Na alipokubali, nikaenda nikamfahamisha my senior welfare officer, akanifahamisha kwa deputy director, mpaka mambo yakafikia director na ikakubalika. Tukafanya mkutano, na tulipofanya mkutano, hiyo ni mwaka wa 1977, tukakubaliana tuwe na mchezo. Mwaka wa 1978, michezo ya kwanza ilikuwa ya Nakuru, Nairobi, Kisumu na Mombasa. Tulipokutana Nairobi, tukafikia tualike other municipalities. Mimi nilichaguliwa kama organizing secretary, na ingawa nilikuwa na Nyuki, ikiwa town council nilipatiwa ruhusa. Nikaenda tukasaidiana na hiyo mchezo ikaendelea, na mwaka wa 1983 na Nyuki kapata status ya municipality. Sasa tukaingia in full force. Tukapeleka timu ya boxing, tukapeleka timu ya athletics, na tukapeleka timu ya traditional dancers. Kwa boxing na Nyuki na mamoja. Na tulipoendelea na mambo ya mchezo ya kimuska, hata ilitangazwa ikawa ni Kenya Intermunicipality Sports and Cultural Association. Municipality zote tumecheza municipality nyingi, na timu ya Nanyuki ilijulikana sana hasa upande wa boxing. Sababu kile tukienda boxing, we were always the winners. Tulisumbuana sana na timu ya Nakuru. Kwa lazima watu wapatiwe identity card ama employment card from any municipality ambako mchezaji anacheza. Na by so doing, wachezaji wengi waliandikwa kazi na municipalities. Either Nakuru, Mombasa, ama wapi, wote ambao walikuwa wakichezea municipality
waliandikwa kazi na municipality. Na hili litokana na mambo ya Kimuska. Kimuska wewe ndio mimi ndio nilianzisha Kimuska. Nilipokuwa Nakuru, nilipokuwa Nakuru, nilipoenda kuchezesha hiyo mpira Nairobi, tulipozungumza na stadium manager wa Nairobi, tulikubaliana na nikaenda kuzungumza na wakubwa wangu, na tukakubaliana, tukafanya mipango na ikakubalika. Baadaye safari ya kwanza tulikuwa council ile peke yake, lakini baadaye tulipokutana tukakubaliana tualike other municipalities na tukawaalika, na tulipokuwa na uchaguzi mimi nilichaguliwa organizing secretary until nilipo retire mwaka wa 2003. Nimekuwa throughout the organizing secretary. Yes. Haya. Tuseme for example football. Ni timu gani zilikuwa wakati huo, wakati ulikuja Nanyuki, ni timu gani zilikuwa kali, ni nini yani zile timu zilikuwa nzito na nini, what did you do katika hizo timu ili kunata nini talent ya vijana? Asante sana. Timu ambayo ilikuwa nilipokuwa kuja Nanyuki nilifanya mipango mpaka tukawa na Super League. Yes. Timu ilikuwa inaitwa Baruti. Ya 10 Engineers Battalion. 10 Engineers. Yes. Walijaribu kabisa mpaka wakaingia Super League. Na walipoingia Super League, tulipata timu nyingi kubwa kuja hapa Nanyuki, kwa mfano Gor Mahia, AFC Leopards, Rema, Kenya Breweries. Yes. Timu nyingi sana zilikuja Nanyuki. Na hii ilitokana tu na uongozi ambao ulikuwa kwa wakati huo. Yes. Haya, Kush. Yes. Hebu tupatie, unajua mzee? Mzee namjua sana. Na unajua boss Munene. Hebu tupatie, kulingana wewe na wale watu wamenacha, hebu taja watu wawili watatu na venye aliwakuza kulingana wewe, kwa mimi najua uliingia boxing uko tu mdogo tu wakati ilianzia hapa. Mimi kama ni mjuavyo mzee, yeye ndio mwanzilishi wa boxing hapa. Yes. Akafika mahali akatuletea Peter Munene ambaye ndio amenational talent hapa Nanyuki. The boss Peter Munene ni ule famous boss. Na Peter Munene alikuwa ni coach mtajika, alikuwa anajulikana Kenya mzima. Yes. Ali national talent hapa Nanyuki. Na tukakuwa na champions ambao ni kina Kapsi na marehemu kina my brother David Muriuki. Kuna wengine kina Destroyer Akuha. Yes. Kina Deuri, kina James Menya, kina William Mwambogo, kina Wilson Mochangi, Olympians. Tuko na Monohe, tuko na Anthony Washira. Wote wametoka hii Nanyuki. Wote wametoka Nanyuki. Na wameletea Kenya hii yetu sifa through boxing. Boxing ambayo ilianzishwa na mzee Washira. Na boxing ni kitu ilikuwa haijulikani hapa Nanyuki kabisa. Watu wakati ya mzee Washira alikuja na akakuwa na hiyo idea kuanzisha boxing. Alifanya the right selection ya kutuletea coach ambaye alikuwa na upendo wa boxing. Yes. Boxing ilikuwa kuanzia kwa vidole zake hadi kwa nywele ilikuwa ni boxing. Na alifunza kwa upendo mkubwa sana boss. Na hadi leo ile boxing ambayo inachezwa hapa Nanyuki na ile tumeishi kucheza ni ile boxing ambayo talent ile boss ametutrain. Aliwatrain. Na ndio wakati hata tumeenda vilabu zingine huko nje, tumepata the same boxing tu ndio inafunzwa na wale makochi wengine. So historia ya boxing mzee Washira anayo, tuko na Kapsi hapa. Wanaelewa kabisa vile Nanyuki watu wamesaidika kabisa. Watu wengi wamepata ajira hadi leo wako kwa services, wengine wako jeshi, wengine wako polisi, wengine wako prisons. Na walitoka na wote wametoka hapa Nanyuki Social Hall. Wako wametoka Nanyuki Social Hall. Na wengi walitoka mtaa ya Majengo pia. So nafikiri historia ya boxing ni mrefu hapa. Dad, Mr. Wachira. Yes. Ulitoa wapi boss? Cause boss ako na famous na hao maboy wetu sana, wale wakubwa wetu, wadogo wetu. Peter Munene. Jina Munene ndiye boss. Yes. Boss alikuwa akifanya kazi na Kenya Prisons. Yes. Nairobi. Na ilipokaribia wakati wake wa retire,
kabla ya miaka haijafika nikamuuliza kama anaweza kubali kuwa raia mwema, ndio, na akakubali. And he resigned from prison. Na alipo resign nikamwambia mpango na akaandikwa kazi na Nanyuki municipality, ndio, and he became one of the best coaches in Kenya. Yes. Yeah. Na ametrain vijana wengi sana, ametrain vijana wengi sana. Mmoja wao ni Kapsi huyu huyu wapi Modohe, Anton Wajira, na nani ni wengi. Yani ulinde Robert Wangira ashakuja kucheza Nanyuki. Amecheza hapa. Robert Wangira alikuwa mzito. Alikuwa cheza heavy. Mnasikia story Nanyuki inakuwa na story. Alex, wewe umenijua nikiwa Kadonye. Mjua kijana ukiwa mdogo. Na mimi namjua umekuwa boxing for long. Nimecheza boxing pia nikifuata miguu ya wenzangu. Tukajaribu pia mpaka tukapata kibarua kwa jeshi. Lakini hata kama vile sikuandikwa, nashukuru Mungu nilipata experience kutoka Nanyuki. Ndio ilifanya nikaenda level hiyo kubwa. Hata ndugu yangu hapa akitoka kama nigonga kidogo, tulilimana kiasi. Nikaona pia akaenda sawa. Hiyo ngumi nimetoa yote kwa boss na mzee wetu hapa wa Shire Sport. Okay. Ndio nimefanya mpaka sasa hivi tukaamua kutrain vijana, tuweze kunasha wengine zaidi. Kama mimi sasa niko na klabu pale Kabiro. Niko na vijana tunangania, nilikuwa nimewakaribisha kuja kuwaona. Nashukuru pia sports officer ukipona Mguta kuja uangalie vijana. Sababu pia wewe ndio umefanya tumefika pale tumefika. Tunataka hii kitu isiishe, iendelee zaidi. Tuweze kutua Nanyuki tenda wapi. Na ndio tukichagua viongozi tuweze kuwa kwa table, wawe wanajua kuna sports officer wanaweza kutoka kwa sports officer anaweza kuja kuwachagulia mtu ambaye anaweza kuwa kama sports minister. Sio kuleta tu mwana sport ambaye hata ajui. Minister ajui mambo ya sports. Ni kuleta tu kusukumiwa mambo ya familia. Ile kitu iko nimefanya tumerudi nyuma. Tulikuwa shida na Nanyuki na wazee wetu wanaandika kitu vizuri. Kama ni kuandika wanaandika watu ambao wanajua ni ngumi wanacheza. Na kama ni officers wanajulikana ni sports officer ambaye anajua mambo ya sports. Sasa hivi imekuwa kama kujuana na kufanya tu kazi ifanywe na hakuna kitu inaendelea. Okay. Yeah. Hapo tu ningetaka kuongeza kama an international referee judge. Yes. In boxing. International AIBA. Yes. Yeah. Ndio kwa sports na ngamo. AIBA certified judge. Yes. Huyu ilivunjika nikaenda kuchezesha boxing na tarehe 1 Mei. 1997 accident. Fanyika pale Ndaragwa kama. Ndaragwa. Matatu ili basi mguu ya Juma ikaroro. Mimi tulio kwa miti na mimi sema asante sana kwa wale walitoa, sababu hata pesa walitoa kwa mfuko wakiniteremsha. Nilijikuta Mathari Provincial General Hospital. Hata the same morning tulikuwa na mzee akienda league. Mimi ndio nilimpanguzia viatu wakati hiyo nilikuwa nafanya tuition. Na tukaambiana kwa heri. Alikuwa anaenda wakati hiyo Nanyuki haikuenda kuwakilishwa. Hakukuwa na pesa. Municipal ndio walikuwa sponsors wetu. Lakini hawakuwa na pesa wakati. Lakini alikuwa anatuwakilisha kama something you should learn from Daddy Kush Benya amesema. Ati alipanguzia mzee viatu. What does it mean? It means that anybody age ya baba yako ni baba yako and he deserve respect kama vijana the way una respect baba yako. That's a very 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 important message that Kush ametudrivia kwa vijana sisi na wale vijana ambao wanakuwa sahi, our younger brothers. Mzito, huyu ndio gold medalist wetu. Bado tulimficha last time na ninajua kuna mahali Mungu atasaidia na ile mambo tulipanga tutatengeneza. At least tumjenge ile nyumba yake ilibomoka. Hata kama ni ya mabati tu bedroom. Tunashukuru. Huyu gold medalist mazeti asipotelee tu hivyo watu wa Nanyuki. Wewe unajuaje baba yetu hapa Mr. Wachira Sporty? Respect yake ipo. Heshima yake ipo. Kwa vile ndio kwanza ije ni wiki na kwanza hiyo sport na nini mdogo atatuvuta tena kumtani kule nini pia mimi nitakuwa niko kama huyu alifunza kidogo anatoa akutia mimi hiyo ABA ndio nenda kule Simba kabisa kita manene ambao ndio boss ndio kinda na mcho ndio kule kwa usafi yule coach mwenyewe atalikuwa
na Rosati kufunza nini. Hakuwa mchezo. Hakuwa mchezo, alikuwa na tira. Alikuwa na Afrika. Hiyo Shiraki hiyo Ilisaidia. ilisaidia sana. Mchana tena hiyo Shiraki sana. Ndio ilisaidia sana. Msaidia hiyo nini? Kufunza mpaka Saidi kuchezea nchi friendly Nairobi mwaka nini kuchezea kuka wetu ndio hivyo kuka nchi Na Breweries. Kwa kazi Breweries nini ndio kuchezea bado yenyewe tunachozungumzia hiyo ndio sababu wengi kama tu na coach boss in coach Monene the boss yes alikuwa na ubaguzi ama alichukua kila mtu bora tu unajua kurusha mawantu? Hebu tupatie hiyo story. Boss hakuwa na ubaguzi. Hakutaka kujua wewe ni kabila gani ama umetoka wapi, umetoka Majengo, umetoka Rike, umetoka Ishuga. Bora unaelewa ile kitu wanafunza na anaona akikuingiza kwa ring hata rusha tawel but utashinda. Sababu boss alikuwa akiona uko na uoga kidogo atakudanganya nitarusha tawel but boss tawel ni kusema hiyo mangumi boss hajawahi rushia boxer wake tawel. Hapana. Hajawahi rusha boxer, hajawahi rushia yani tawel boxer kumuokoa. Hapana. Because boxing inasema either upigwe KO ama ushindwe na point ama referee stop the contest. Stop the contest. Hiyo ndio boss alikuwa anaamini. Alikuwa haamini kutupa. Excuse me, ama coach atupe tawel sababu umepigwa. Umelipwa. Hiyo alikuwa hataki. Sababu anaamini kutuma pale amekutrain ya kutosha na hafai kutuma pale kwa ring na akurushia tawel. Umequalified. Mzee. Yes. Hebu tuambie ushacheza boxing na wazee fulani utajio wawili watatu ambao Philip Waringe, which Philip Waringe? Philip Waringe was the only boxer in Kenya who won Commonwealth Games, All African Games, Olympics, name it. Commonwealth, Yes. All African, Yes. Olympic, Yes. Waringe. Weight featherweight. Yes. Na umetembea nchi nyingi. Kutembea. Safari ya kwanza kabisa ilikuwa Congo Brazzaville 1965. 2 years after independence. Mzee alikuwa anatembea international. Unaenda Njeri hapa alafu. The first African Games. Yes. Lakini tulipoenda kule light flyweight haikukubalika na World Boxing. Yeah? That is AIBA, Amateur International Boxing Association. Hawakukubali light flyweight. Kwa hivyo mimi nilipata walkover, nikapewa kikombe. Ukapewa kikombe? Yes. Ndio hii nashikilia. Ikawa sijui kurusha ngumi, lakini ninashikilia kikombe ya mzee imeshindwa na mzee. Alex, Yes. kuna maboy mlikuwa mnacheza nao, nakumbuka kutoka kwa Mbuzi ukiteremka hivyo direct mpaka Air Force. Kuna wase walichukuliwa nini? Jeshi. Okay. Oh yeah. Kwa jeshi walikuwa kwenye walichukuliwa kutoka nayo kama Wambogo na nasema Wambogo. Loboshe, Belet wa Loboshe alikuwa Mochangi. Mochangi. Chris Mochangi pia tumekuwa light fly alikuwa pia boxer mzuri. Alikuwa kitumbuanaga na huyu hakuna mtu mwingine angesumbua Kapsiki. Nani alikuwa anasumbua? Alikuwa flyweight. Alikuwa flyweight. Na mimi pia tukicheza mimi ndio nilipiga game yake kwanza ndio aanza kuchaguliwa na jeshi. Sababu alipigana wiki moja light flyweight na akanishinda na akaanza kuchaguliwa kwa jeshi na tukaenda kwa pamoja tukatolewa. Kaenda mchezaji endelea nikaondolewa lakini sikujali kwa sababu kila kitu kuna sababu. Ile kitu iko boxing tumefunzwa. Mimi mpaka sasa naona future ya Nyuki itaanza venye tumeanzisha hapa itarudi kwa mikono kutoka kwa mzee sababu baraka zote ni yeye atatupatia tuweze kuendelea mbele. Amen. Na kitu yenye ametaja kusema sports ni kitendo kivingine na kujuana inafanya na nimerudia tena na Nyuki kwa sababu anahitaji hata akaona hiyo wazo ya kununua ring lakini hana watu wa kumfuata. Mzee, hebu tupatie story ya rings
mkianzisha boxing kulikuwa na, did you have the facilities that facilitate game tuseme kama ni boxing ama football? For example, nasikia jeshi sana walikuwa na nini za boxing sana. Did you facilitate, ni nyinyi mlifacilitate ama mlikuwa mnasaidiwa na Air Force na hawa na rings na hizi? Ile kusema ukweli, the chairman of town council, the day Kingori, Gitonga Kingori, the Mahiga, yes, he had a lot of interest in boxing. It is just unfortunate. I wish I knew I could even have booked the albums here. Umoja hata kwa ringe mwenyewe akijaribu akipewa hata mazawadi. Sababu kitu ya kwanza, when I came in Nanyuki, tulikuwa na mchezo Nakuru. Na nilichukua some councillors, we went to Nakuru. Led by our chairman, Mahiga. By then it was the town council. Walipoona vile mambo yako mazuri, they were really happy. So when we came to Nanyuki, mimi nilipatiwa gari na Open LPO. Open LPO. Nikaenda Nairobi Sport House. Wakati huo kuko corruption. Hakuna mtu anaweza itika kupewa Open LPO. Open LPO. Kila ule anataka kukula. Tukaenda Nairobi Sports House. Mimi, my boss alikuwa kitwa he was the social service officer, but Joseph Ngundo. Na tukaenda na treasurer Madai. Na auditor, yes, na auditor. Tulikuwa na gari moja tu Peugeot. Some of us tulikaa nyuma. Tukaenda tukanunua boxing equipment, boxing gloves, punching gloves, bags, tukanunua skipping ropes, tukanunua pads, tukanunua gun sheets, so yote, tulipokuja hapa vijana wengi sana waliingia boxing, lakini watu yote sio sawa, wengine waliiba. Wengine waliiba vitu ambazo hazikurudi, lakini haikutuvunja moyo. Tuliendelea. Na baada ya kuendelea, in one of the meeting social services, nikaambiwa nimetumia a lot of money na wajaona matunda yake. So I was also a member ya Kingori Boxing Association. Nikafanya mpango na watu ya Nakuru, tukawa mchezo ya kwanza hapa Nanyuki, na tulichezea social. Watu walipoona vile mambo yako mazuri, na wakawa ni wengi. Safari ya pili, unaweza kumbuka mwaka? I think it was either 81, 82. Yeah. Na watu ya jeshi walikuja, some of them took part. Watu ya Air Force, they took part. Yeah. We had referees from Nairobi, Nairobi and also Nakuru. Yes. It was just exhibition. Lakini kutoka mahali hapo Kanzo ikachukua hiyo mchezo with a lot of seriousness. Yeah. Sababu mara nyingi hata kwa hii mchezo ya Kimuska Nanyuki ilijulikana sana sababu ya boxing. Yes. Na Kanzo nayo ikawa mzuri sana, ikawaandika. Wengi waliandikwa Kanzo. Na waliandikwa ni yule alikuwa anaitwa Meya Kema Ruheni. Meya Kema Ruheni. Yeye ndiye aliandika boxers na kupatikana meya mwingine ataandika boxers. Yeah. Benet Mugo. Yeah, Benet Mugo. Yeah. Ayeko Washira Ayeko. Kuna wengine wengi sana. Boxing imeinua watu wengi sana hapa Nanyuki. Na rings mlikuwa mnaomba? Safari ya kwanza tulikuwa tunaomba ring 1 KR. You had a very good relationship between 1 KR and Air Force and the municipal council. Yeah, Air Force on a ring. Ring in 1 KR. Ring in 1 KR. Ni mambo. Afaba. Ulikuwa kutendeka kibio. Afaba. Yeah. Jota. Na walitoka Afaba ni amateur boxing association. Yeah. Na ilitoka hapa sasa. Yeah. Where do they train? Wanajeshi siku hizi wako Nairobi. Yeah. Baadaye rudisheni hiyo kitu hapa. Mambo yamekuwa mabaya. Hai, jeshi mazi turudisheni hiyo boxing hapa. Turudisheni hiyo training hapa kwa wetu waone. Afaba. Sasa ni sisi saa hii. Sasa ni sisi. Kuna klabu ambazo zinaendelea hapa Nanyuki. Na vile kitu ambayo tungeli appeal sana kwa county sana zaidi
watupatie boxing ring. Boxing ring. Hata kama ita cost 100 ama 200,000 hiyo pesa itarudi. Governor Derito Mureti. Yeah. My friend, Deputy Governor John Mwaniki. Finance Minister, my friend, my brother, Murungi Ndai. Yes. My big boy, Chiamakara, please. Hiyo ring ya boxing haiwezi tu cost pesa nyingi. Na sio Tunaomba tusaidie. Na Woodboy. Na ring inatengenezewa watu hapa Kenya. Woodboy, na ring boy tengeneze. Tupatieni hiyo, patieni hawa. Between 800,000 and 1 million. Kwa niaba ya mzee, mzee wa Chira Sporting. Na coach Alex Lepe, na Dad Kush, na legend wetu. Tupatieni hiyo ring tu. Tafadhali tupatieni hiyo ring. Na ninajua mnaweza fanya. Woodboy, sukuma hiyo. Tulikuwa tumeahidiwa ring na tunaamini itaafikiana sababu MP Dedi alikuwa ametuahidi atatununulia ring na kusema kweli kwa vile ametusaidia before corona iingie MP Dedi ndiye amekuwa akisaidia. Nilipatiwa habari 2019 yote yeye ndiye ametupeleka Kenya mzima, tukacheza league, tukacheza intermediate, tukacheza novices, tukacheza open boxing ambayo Nanyuki wali participate the same way 23 years ago when Fadhakaro was here in Nanyuki. Fadhakaro ndiye sponsor boxing na sponsor volleyball na sponsor karate na Fadhakaro hakuna fixed ambayo hatukuona wakati Fadhakaro alikuwa hapa. And the same way 2019 wakati tuli approach Dedi wakati amechaguliwa ametusaidia na katika National League mikondo yote mitano Nanyuki walikuwa namba 9 out of 23 counties and 3 services teams. Asante Dedi kwa hiyo kazi. You appreciate your job. Kaenda National Junior Championship the same 2019 na National Junior Championship iliparticipatiwa mara ya mwisho wakati mzee wa Chira wakianzisha boxing. So National Junior Championship Laikipia County tukakuwa namba 6. So 2019 tumefaidika before corona ingie. Hata corona ikiingia michezo ikisimamishwa the year 2020 mwezi wa 3 tulikuwa tunashiriki michezo ya intermediate pale Charter Hall Nairobi. Ndio tukiwa semi finals wakati tumemaliza preliminary and quarter finals. Wakati tumeingia quarter semi finals hapo ndio circular ilitoka from the KNSC na Ministry of Sports sport nasimamisho. So hata hatukucheza semi final. So tulichukua tu gari tukarudi Nanyuki. So until then saizi sasa ndio tunajitayarisha kurudi kwa boxing nyingine. Coming week tuko na boxing Charter Hall na iko Nyayo Stadium, sio Charter Hall. Tuko Nyayo Stadium. President Jamal Cup na japata usaidizi until now. Japata sponsorship ingawa mheshimiwa Dedi alituahidi ata sponsor, so tunaongojea tu because there is still time. Okay. Na ukiangalia sasa hivi wewe ndio sasa unajua ndio nyinyi ndio umeshikilia kazi ya mzee na Irongo na wewe Irongo na Alex nyinyi ndio umeshikilia hiki kitu. Ukiangalia unaona kama kuna future, kuna mabomu mkono wengi kama junior championship tulikuwa namba 6 out of 23 counties. You must then Nanyuki or Laikipia at general we have a talent. Tuko na future ya boxing because hata Nyahururu tuko na club na cause kuna mabomu mlikuwa mnacheza nao those times Alex na wakienda majuu Olympic waende Commonwealth wengine walipotea kaingia na huko ndani wanapotelea na huko. Unaweza fikiria ni nini inafanya wakose kurudi Kenya? Fikiria hivyo wengi wanaangalia background kwa sababu sasa kama mimi niko na Niki na mtu kama huyu sahihi Alex nani ni mtu ameletea Kenya sifa na ni gold yako nayo na ile pia kupewa alipigana kutoka kuanzia quarters mpaka akapata gold ambayo ilikuwa gold ambayo ni strong na huwa muamini sana mwafia hata zaidi hakuna wewe wote amefikia lengo yake na kuongea record. So ile kitu kwa wanapotea juu ya nini? Sababu huku Kenya hata ukifanyaje na kule bado hawafunduki hawana hata hawakujui na hawakutambui kama sasa hivi kama hii Machujaa hakuna boxer niliona hapo ambaye anaweza kumbuka kama mtu kama huyu
from Nanyuki. Alafu labda hata ni wachache wa Nairobi wanakumbukwa. Area yetu kama tukihesabu mimi nikiangalia naona kama Laikipia County wakati tumesaulika kabisa kwa mambo yote kama mambo hiyo ya Mashujaa. Huyu ni Mashujaa wetu na anajulikana. Hata hivyo tukirudi nyuma nianze kusema kama mzee wetu. Mzee wetu ambaye ameanzisha maneno ukiangalia ikichunguza ni shujaa, ameanzisha True. ameanzisha na labda ndio nao wako kwa sports wengi because yeye ako kwa riadha ameendeleza riadha. Actually unasikia ali retire 2003 and the government demanded his service again after retiring for 10 years. This man ni shujaa and it should be appreciated kama hiyo unafanya unapata saizi hata wenye train anaangalia Alex amecheza jeshi miaka 15 na hakuandikwa. Mukuria amecheza miaka sijui ngapi na hakuandikwa Kapsia ameenda gold medalist na ako tu hapa tuko naye Majengo. Unaona paka tunapungwa na wenye tuna train. What Ito kuchezea jeshi na uko jeshi Mukuria acheze prison na ako prison. How do you get paid or how contract waga aje? Ama ni venye prisons na mzee ndiye alintroduce prison. Yaani kila kitu ni hapa. Ni hapa. Kila Yule alikuwa head coach wa prison ni mtu ametezea na nini? Mr. George Geshoki. So wakati nilishine nikaenda Kenya Open nikashinda, wakati nilishine wakashine National League prison wakakuwa interested na tukakuwa cash and kwa prison tulikuwa tunalipo 5,000 kila mwezi because tulikuwa katika record ya wale wataandikwa. It was in 2002. I was so young, I was 22 years. Tu ulikuwa already mumeahidi kwamba mtaajiriwa na prison. Tulikuwa squad mzuri sana ya prison. Ambayo tulikuwa na raia ndio walikuwa wengi. Kado walikuwa wachache. So ilikuwa sasa tunajua hiyo mwaka prisons wakiandikana sisi tulikuwa katika mix. And tulikaa Roiro. Tulikuwa tunatrainia Roiro for 3 months. Hata recruitment ikikuja ilitupata Roiro, tulikuwa tunatrainia National League ya mwisho ambayo ilikuwa inachezewa Nyayo Stadium. Yes. And tukakuwa runners up. That time year 2002 tulikuwa runners up. Deposits ndio walichukua kikombe, Kenya Prison wakakuwa namba 2. Yes. Kulienda tu vile kulienda because at that time hatutaongea uongo, it was so much corruption katika mambo ya kuandikana. Yani tuseme coach with all hope ya umechezea umelimana mangumi ukiexpect prisons ikupatie kazi yenye walikuwa na watia. But at that time hakuna box aliandikwa kwa time prison. Yes. Wakati tulikosa kuandikwa na tukachukua namba 2 tukua the same prison tukakombolewa tukaenda kuwakilisha second brigade ya Nakuru tukachukua kikombe ya inter brigade nikashinda hata finals. Wana wenzetu wale wote hakuna mtu alitoka prison ambaye ni raia alichezea second brigade alishindwa wote wakashinda na tukachukua kikombe ya inter brigade na tukahidiwa hata huko tutapewa kazi but pia huko ikaenda tu vile ilienda. So tukaamua kurejea tuendeleze boxing hapa kwetu. And until now tumejaribu mali tumeweza na tunaendelea tukiwa na KFC tukiwa na Alex na Idongo na kuna wengine bado technical officials of boxing wanakuja kutusaidiana na wale tu sasa walikuwa nurtured by Mr. Wachira na tulisema kile mzee ameanzisha hakitaisha, it should be there. Anaendeleza legacy yako vizuri sana. We appreciate the legacy. Kama alienda kwingine na anaendeleza mchezo kwingine kama ni riadha yeye na athletic anafanya vizuri sana na akona uongozi mzuri sana. So na sisi pia tuachie uongozi ambao bado hata leo tunaendeleza katika boxing. Actually mko wengi kwa sababu unaona his son bado Mocha anaongoza game ya futa bado ndiye ana support football. So Mr. Wachira is all around. Yako kwa athletics, alikuwa boxing, athletics. In short, yeye ndiye ameanzisha history yote ya sports. Na kuna wazito ambao bado wako kwa government, maybe in the armed forces, wako kwa prison, wako kwa polisi ambao walipitia kwa Mr. Wachira. Mr. Wachira, hebu tutajie wawili watatu ambao wako kwa
in the senior offices in the Okay, mmoja ni Chief Inspector George Gishoke, George Gishoke is in prison. in prison. Tuko na David Munuhe, David Munuhe, ambaye pia ndiye Chief Inspector Ndio secretary. ndio secretary wa Boxing Association of Kenya. sikiza tu Bado ndio chairman wa Boxing Association ya polisi. wow. Yeah, tuko na Angela, Na wote wametoka na nyuki. wao wametoka na Yipi, tuko na Menya, tuko na Menya, tuko na kuna mmoja anaitwa Gideon nani? Kuna mmoja pia anaitwa Gideon, I don't remember the other name, right? He's also from Nanyuki. He's also from Yeah. Huyu naye alienda GSU. GSU. Yeah. William Wambogo, William Wambugu. Wakea, Yeah. Yeah. Destroy na kuha. Destroy. Alikuwa na destroy wazee. Yeah. Deuri ni watu tu. Yeah, the Uri. Yeah. Mr. Coach now. Yeah. Coach wa Githurai. We have a number of our Very senior boxers boxers. in the different institutions. The product there. The product from Nigeria. The product from And we are happy. Yeah. Yeah. Mimi furaha yangu ni moja tu. Yes. Siwezi enda Nairobi na ilale nje. That's Absolutely. absolutely. Siwezi enda Nakuru ilale nje. That's No. Yeah. Sababu ya mambo ya michezo, especially michezo. Michezo. Imefanya watu a lot of good interaction. For example, I didn't know you. I don't know you. Yeah. Kama sio mchezo, you not come. I couldn't because unajua sasa nilikaa mzee unaogopa kwa project tuna heshima bana. Tuna heshima. So kitu lioko, mimi maombi yangu ilikuwa kabisa ni kwa county. Hawa wachezaji ni wengi. Yes. Wakifungua tu mdomo wao wameze. Nanyuki will go very far. And we shall have sports tourism. Yes. We shall have other people coming to Nanyuki. Yes. Zamani nilikuwa na baba alikuwa ananiambia tulikuwa tunakaa pale karibu kwa makaa. Yeah. Baba alikuwa ananiambia nilikuwa nasikia naambia mama daddy boxing hali Riverside. That is early 90s. Yeah. Yes. Unaona? Early 90s nilikuwa mdogo. Yeah. But ni kama I think ndio unasema Mr. Wachira. Yeah. The county government should sponsor these people. Yeah. And they should do something for the sports of, for the young generation that is coming. Yeah. Na the way Muska walikuwa approach I know you are resourceful and I know this government wood boy, I know you can do something. Na through Mr. Wachira tutasaidiana tu, sisi tuko hapa tu kupatiana information na nini. Hata hapo naweza kuongeza niseme kwa mfano Joskaki. Joskaki bibi ilikuwa ingeleshana sinema huko ya council. Wakati huo hatakuwa hata na TV na Nyuki. Ile ilikuwa sinema huko. Mwenyewe akaniambia jiumpendo yako kwa ngombe tatu. Nikamwambia kwa siuite tu hoteli ya Nanyuki Town. Akaniambia pana nataka jina mzuri. Huyo mzee anaitwa Joseph Kavungori Kavuge Kingori. Aliponiambia nikamwambia hiyo ndio jina lako hii jina ni rahisi. Tuchukue JOS. Jos K Jos Kaki. Ndio nimpatie hiyo jina. I can tell you. Mzee rudi kwa mfuko Kibeti Juma he gave me 200 shillings. It was a lot of money. Kama 20,000. Yeah, kama 20K. Yes. I remember then thereafter aliponipatia ndione tu hapo social hall. Nikafunga vitu mbili tatu, nikaingia gari, nikarudi Nakuru, kusalimia my family. By then sikuwa nimewalete hapa. Yeah. So hiyo jina ya Jessica kilitokana na mimi. By the way, nikuibie siri. Yes. Mimi kuona TV ya kwanza hivi. Yeah. Social hall. Kwako nyumbani. Nililetwa na Ndesi. Kwako tulikuwa 3 DB. My God. Mimi kuiona hivi kwanza. Yako mimi TV ya kwanza. Yako akia niliona kwa mzee nililetwa na Ndesi. Because I think nuko. Yeah, that's a very good history. Ngoda za mfano. Hapa ni nini? Ile black and white. Hiyo ndio nililetwa na Ndesi kwa. Nakumbuka tukua mimi na kina Jamu. Tuliingia hapo kwa hiyo ndio information. TV ya kwanza na Nyuki. TV ya kwanza na Nyuki. Mimi nilienda mpaka Nairobi kwa KBC, nikamwambia mambo ya Nanyuki, wakapima wakaniambia niweke aerial. 900 meters juu.
Aerial. Yenye iko zote. Tukaweka pipe tukaunganisha Are mapipe. you talking about feet ama meters? Hapana, I think it was feet tuliunganisha mapipe. Alafu wananchi wa kawaida walikuwa wakilipa 30 cents kuingia. Jioni na saa moja kuna taarifa. Sababu ya taarifa ya habari. Lakini councillors they were not paying. Na video ilikuwa imewekwa kando. Kwanza black and white social hall. Was it? Si kama ni kitu shilingi 3 ile. I don't remember so well. Ukaenda ukasema nikaenda Nairobi KBC wakanipima wakanienda mweke aerial. I think it was either 90 feet juu. 90 feet. I don't remember so well. Lakini kwa mrefu sana nishike. 90 feet nadhani ilikuwa mrefu. Ilikuwa mrefu yeah. So watu walikuwa wakijipanga wakiingia. Watu walikuwa wakijipanga wakiingia. Walikuwa wanalipa 30 cents. Yeah. 30 cents. What's your story? Alafu nashukuru Mungu. Tena sasa mimi nilifanya alimzedi alinipatia certificate ya coaching and referee church. Yeah, good. Na pale social 2008. Yeah. Ilikuwa 98 or 2008. 2008. Nashukuru Mungu pia kwa hii nini imekuja ya AIBA. Rules ni tofauti sababu enzi hiyo hakukuwa na star coach. Na tenia ni sheria imeintroduce. Hii imeingia baadaye. Sheria ya 2013 sasa ile. So hata mimi niko na ile certificate ya 2008 na ambio hiyo bado haifanyi kazi. Star coach ndio inafanya, lakini uzuri sana mimi nataka kubadilisha kutoka kwa coach niingie referee kwa sababu lazima uwe na discipline moja. Kwa referee lakini coaching mimi najifanyia coaching kusaidia wale vijana, lakini ikifika ni mambo ya coaching hawa ndio wako hapo, mimi niko nyuma yao kama msaidizi, lakini mimi nitakuwa kama referee kwa sababu hiyo ndio coaching nataka kuchukua. Na very soon Muloya alisema inspector atakuwa ametaneka kwa orodha ya marefa. Okay. Nikasema itakuwa vizuri sana tuwe na referee moja hapo ambayo wako kushikilia pia. Tunaona wote wako kwa coaching. Okay. Nashukuru sana pia yule alipata 1 star coach. Coach Huyu naye pia alipewa bila hata kusoma kwa sababu yeye tayari yeye amepita hiyo kimsingi akiandike makaratasi. My friend lakini hapo tafadhali. Yes sir. Siku hizi tuna kitu tunaita gender. Yeah. Oh yeah. Somebody like aitwa nani? Lady akinywa tafuta mwingine na mwingine. Yeah. Kuna boxer twende na wao. Kuna lady ni official. Lady ni official. Currently ndio secretary wa county boxing association. I think itakuja to feature your story. Yeah, there is also for the gender. Tunajaribu sana Now, tukimalizia boss wetu bado una feel vijana wanakuuliza kama maswali bado wanakuuliza maswali narudia kwa nyingi sana lakini mimi hebu patia morale naambia sikitende hebu jikani kama niambia ati umesikia Kenya na uko hivi na nini natufunza tokwa kama wewe unaona niambia sikitende kitu na bahati yake Mungu jikani nini kipa uji kama hivyo ndio utakuwa Wangira ama utakuwa Foreman ama utakuwa Sunday Otieno mama diari unaona Mungu ni mimi niambia yangu Mungu anajua hii serikali tunajua tu bwana itakuwa si naona mimi niko nini hapa ndio Kenya na vile niko hapa Mzee morali. Naambia bado unapatia morali. Bado unapatia morali. Alafu nikimalizia huyu ananifurahisha sana kwa sababu aliuliza msichana mmoja. Usidharau mtu ama boxer yote umeona ametoka Majengo hapa kwa Mbuzi. Kwa sababu kuna msichana amemjua Majengo. Alimpata kwa kiwanja ndege. Kiwanja kwa ndege. Kwa ndege ndani. Kwa msichana alibaki anauliza huyo amekuja umeingia hadi ndege dharau mtu kwani sana wakati hiyo ni wale sasa unaona wamejiweza wale kazi huko kwa ndege sasa ameona kapsia anakijua na kwa ndege huyu ati ni talent yake imepeleka unapata importance of talent ati ni hapa ile kuita jina alichangaa
Keba ndege sijui akaenda kujificha asafiwe na mtu mwingine hapa amini lakini kitu ningeuliza ni kimoja tu. Tuulize county. yes This county. Posi wameiweka wapi? Sababu hawajashughulika na sport. Not boxing, not athletics, Hata not football, not nothing. Wametuweka wapi? Sababu Hatujui hata kama iko pesa ya sports kwa we county. would like to know, we would like to have sports tourism. Yeah. Ukitaka watu waje watembee na nyuki, kuna watu waje kusikia na nyuki kwa map. Yes. Lakini hajafika na nyuki. Kwa mfano kuna wengine hapa ukimwambia mambo ya Mombasa, yeye msikia Mombasa lakini hajui Mombasa iko wapi. Hajajua vile iko. We would like to elevate status ya Nanyuki upande sana wa michezo. Iwe ni boxing, iwe ni foot, anything. Kama itawezekana, kwa mfano kama hii Kikoska ama Kikoska, wa recruit wachezaji ambao wataandikwa kazi, hata kama ndio kufagia barabara si neno, lakini wana kazi, but wanainua the name Nanyuki. The name Nanyuki. That is which is very possible. Kush, tumalizie, what is your wish? My wish kwanza kwa saizi tunasikia kuna Kikoska. Na tunajua kama Woodboy wako huko. Na stakeholders wote wa sports wa county wako huko. Kuna kitu kimoja tungewaomba sai watu wa huko. Wafanya kampeni huko. Boxing irudi katika Kikoska. Gawe it was in Kimuska. Haiko boxing inaondolewa yako because watu wako wameandikwa. Okay. So saizi na kukakuwa na claims municipalities hazina boxers municipalities mingi, but saizi boxing in Kenya kila county tuko na county 21 21 counties ambazo zinashiriki boxing saa hii. So ikiwa wanataka boxers from counties, hiyo watapata saizi kama zamani vile kulikuwa kuna boxers. Saizi kila county iko na boxers. So kila county inaweza wakilishwa. So wafanye campaign. Wafanye wakati wako kwa hiyo mkutano ya sports ya Kikoska. Wa instigate yani wasukume boxing irudishwe katika Kikoska, because talent inapotelea chini na Kikoska municipal yani county governments wako na funds za kuinua michezo, but michezo kama hiyo iliondolewa kwa ratiba ya hiyo michezo, inafaa irudishwe ndio at least vijana wapate ajira na wapate exposure, na inakuwa pia wanaenda kutembea mahali hawajatembea, inakuwa ni tourism. That is true. Na pia tukua kama Laikipia County Boxing Association, ama tunajiita kama ni club yetu tunaita Laikipia County Team Boxing, tunaomba usaidizi. Hatuna equipment, we don't have training equipment, hatuna hata uniform ya kwenda kucheza. Sasa hata kama tutaenda kucheza hatuna uniform, tunaenda kuomba uniform, tunaenda kuomba ring boots, even gum sheets we will borrow to other boxers, and it is not supposed to be that way. So tunaomba wala wanahusika, viongozi wale wako pale kwa county hawajasaidia michezo kwa miaka yote tumewaona, so at least this time wajaribu tu watusaidie kidogo, tuone wamefanya kitu. Finally, legend, ebu 3 words ama 4 words, 1 minute, opinion yako, unawishi nini for the young boxers that are coming? Hata boxers ukweli tunafunda ndio, lakini sasa inafika pengine vile kule wanasema hatuna kitu tuko nao, hata tunafunza wale boxers wengine game inatokea na ini hatuna equipment na game imetokea, hata tikiti ama nini hakuna, inabidi tuangaike sisi tuombe na nini, lakini si atenti wale rafiki wale unaomba kwa marafiki hao sasa maveteran wachangia kutoka watu kama watatu wa maoni ya nini, nimedo kutumia kwa vile hata ile mradi kwa vijana waendelee kabisa, unaona kabisa. Haya Alex, malizia na
your opinion yako na maombi yako kabla tuende mzee. Okay, nashukuru sana kwa mpango wa leo. Penye tunajipanga kuja kutuliza mambo ambayo yanatusumbua na shida zetu nyingi zaidi ni kuomba tu county watukumbuke, kwa sababu miaka yote tumeishi tukilia, tunaishi hadi kama watu ambao hawana wazazi kabisa, na tuko na wakubwa, kuna magavana, kuna maseneta, ma MCA. Ukiangalia pia wenye waga wanachaguliwa mara mingi, waga hawapendi sports. Ukienda kama Nairobi, kutoka MCA waga unapata mwingine ni boxer, anachughulikia box kabisa. Unapata mwingine ni senator. Hata si lazima uwe boxer, lazima uwe na roho ya kusaidia. Kama unaweza pata kiwete kwa barabara unampatia 100. Mbona usiende kwa hall upate vijana wana train bila hata kiatu wanulie viatu? So ile kitu mimi nanilia, tunataka watu wawe na ile roho ya kusaidia wengine. Venye wao ulisukumwa na kura za watu, wewe jaribu na wewe sukuma mtu aende apate talent yake, kama ni boxer, kama ni footballer, kama ni athletics, ende upush tu kidogo umesaidia, kama ni uniform. Peana tu ukijua Mungu ndiye atakulipa. Kabisa. Hakuna kitu kingine zaidi. Thank you so much. Wacha tumaliziwe hii story na hii maneno yote na mzee Mr. Wachira baba yetu. Atupatie generally maoni yake na venye angewish what will happen to the sports that he started in the early 70s, on the late 70s in Nanyuki and in Laikipia Flat. Yeah, thank you so much. Nafikiri kitu ningesema ni kuwa kuna nomination kufanywa in different counties. Yes. Kama unaweza kunominate watu wawili watatu upande wa sports, wainue sports. Sports not necessarily athletics, not boxing, like in sports in general. Yes. Somebody with the ideas ya kutunasha talents ya kuinua sports tourism in this county. Either kwa mfano ya huru kutoka watu wawili, Laikipia East kutoka watu wawili, Laikipia North watu wawili, wakae pamoja, so that tuinue status ya Laikipia County. So my very humble request ni kumwomba His Excellency the Governor, Mheshimiwa Ndito Muriithi, akumbuke sports ndio itainua Laikipia County. Because without sports tourism haitajulikana. So maombi yangu makubwa ni tuwe na nominated persons ambao wanahusiana sana na mambo ya michezo. Thank you. Asante sana. Leo tumefurahi sana, tumepata mzee, tumepata coaches wa boxing, tumepata our legend ule tulificha last time, and I think hatujalala hii maneno, tutashauti mpaka sports zirudi the way they were in this Nanyuki. Sisi no one sponsors us, sisi ni kazi yetu, tunajitolea na director Nick Karari to make sure that our young generation and the older generation make sure wamematch, na make sure kwamba our legends bado the future generation watakuwa kiklik mahali hivi wanaona kweli kulikuwa na mzee Wachira, kulikuwa na Kapsi, kulikuwa na Daddy Kush, kulikuwa na Alex, kulikuwa na wengi tu, David Monohe, hao zito wote. Na ukifikiabo tupatane mpaka next week ama kesho, anytime, na ule mtu yote mnataka tufiche, we are ready to feature for you, legend, we are ready to bring you the story. Na information isilale. Mzee amesema, na mzee amesema sports ziendelee na sports zifanywe kazi, na akisema sisi tunaamua, na msipoamua tutaamua kwa niaba yenu. We will start the general. See you next time. Thank you very much.